Zefania Opiyo, Ndiyo. Karibu sana kwenye studio za idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asante sana Kayanda. Ndiyo, umekuwa ukishiriki hapa katika Umoja wa Mataifa na umekuwa katika shughuli za uchambuzi wa takwimu ama data kama wengine wanavyosema. Hii ni kitu gani? Wewe katika Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya nini? Kwa mtu ambaye hajui kuhusiana na uchambuzi wa data, ni nini hasa ulikuwa unafanya? Asante sana kwa swali zuri Kayanda, na nashukuru pia kwa fursa hii ya kunikaribisha katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kwa ufupi, uchambuzi wa takwimu ni kuchakata taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinahitajika. Kwa mfano, unakuta kuna miradi mbalimbali kwenye shirika. Kwa mfano, hapa nimekuwa nikijishughulisha katika miradi mbalimbali ya ujenzi, lakini pia uhamishaji wa wafanyakazi na pia kuangalia budget na shughuli nyingine tu za hapa na pale, kama kutengeneza dashboard, kwa maana kwamba unakuwa unatengeneza tunaweza kusema kitu ambacho kinaonekana katika picha, inakuwa ni kama kwenye video wameweka, unaona kwa mfano budget tumetumia kiasi fulani, hiki kiasi kimebakia, au tuna deficit au pungufu, au kimebakia kiasi kikubwa, mradi fulani unaendelea. Kwa hiyo ile ni kwa viongozi au wale wakuu wa idara wanaokuwa wakikagua au wakiangalia idara zao kwenye ile miradi mbalimbali inayokuwa inafanya kazi, na kuangalia sasa, je, mradi fulani kwa mfano anahitaji taarifa juu ya mradi fulani, kwa akienda tu pale kwenye dashboard anaangalia tu kwa hiyo mradi fulani unaendelea vizuri au project fulani inaendelea vizuri, kuna hiki kitu kiko pending, kwa anaweza kukifanyia kazi na mambo yakaenda. Kwa hiyo nimekuwa pia nikifanya katika hizo sehemu kuu tatu. Ulipataje hii nafasi? Ilikuwa mwaka jana, ndio 2025. Niliapply, nikaingia kwenye website ya Umoja wa Mataifa, nika-apply, nikajaza taarifa zangu, niomba fursa nyingi, na hiyo ambayo nilipata ilikuwa fursa 25. Kwa hiyo ni application 25, 26 ndio niliyopata. Na niliapply vipi? Ndio hiyo unafungua unajaza unafungua account yako kwenye website ya Umoja wa Mataifa. Ukishafungua unajaza zile taarifa zako vizuri, majina, nani, kila kitu, taarifa zako umesoma wapi, lakini pia vyeti kama uko navyo vya masomo, lakini pia vyeti vya ziada. Ukishamaliza unatuma maombi. Kwa hiyo walinijibu, nikafanya interview ya kwanza, ilikuwa nakupa kazi kwa sababu mimi mchambuzi wa data, lakini pia nimesoma uchumi. Kwa wakanipa project, wakaniambia ufanye hiyo project kwa masaa 4. Kwa nikafanya. Kwa hiyo wanakupa kama mtihani, lakini ni mtihani kwa vitendo. Mradi wa mfano utengeneze, uwaoneshe ni kwa namna gani unaweza kuutekeleza. Yes. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nikamaliza na nikaingia interview ya pili, ilikuwa ni oral. Kwa hiyo wanakuuliza maswali, wanakupima tu uwezo wako, ni kwa uwezo wa kuzungumza lakini kwa vitendo, kwamba je, unaelewa kile kitu ambacho unaenda kukifanya. Kwa hiyo watakuelezea, alafu pia wataanza kukuuliza hayo maswali. Baada ya hapo pia nikaingia interview ya tatu, ilikuwa ni ile sehemu ambayo naenda kufanya nayo kazi. Kwa hiyo wanakuelezea aina ya kazi, vitu ambavyo utaenda kuvifanya ili uanze kujiandaa kisaikolojia kama ukipita. Kwa baada ya hapo nikafanya interview ya mwisho, ilikuwa ni fit call, kuangalia tu mnazungumza, na baada ya hapo sasa ndio nikawa nimefanikiwa kupata hii nafasi. Kuingia Umoja wa Mataifa inaonekana ni mchakato mzito, au sio? Na wewe umepambana, umetuma maombi mara kadhaa mpaka hiyo ombi la 26 kwenye hiyo ombi la hii ambayo ulikuja kupata. Ndio. Wakati tunazungumza hivi ni siku ya kimataifa ya vijana duniani. Unawaambia nini vijana kuchangamkia fursa kama hizi pamoja na changamoto zake za kuzipata? Jambo la kuambia Tanzania au watu kwa ujumla, wanakusikia vijana wengi kutoka duniani kote ambako wanaweza kusikia lugha ya Kiswahili. Ndio. Kwa vijana kama mimi, jambo la msingi ambalo ninaweza nikasema, usikubali ndoto yako ifie pale. Mimi 2020 nilikuwa na ndoto ya kufanya kazi Umoja wa Mataifa, na hatimaye nikawa nimefanikiwa kupata, lakini haimaanishi kwamba hakuna changamoto.
Mchakato wa kuomba kazi Umoja wa Mataifa, watu wanaomba wengi. Binafsi ambacho kilikuwa kinanipa shida sana ni hofu kwamba fulani wameomba na wengine mataifa mengine wameomba, lakini mimi nitapataje? Lakini kwa vile kwa kuto kukata tamaa na kuwa na ile nia kwamba bwana, na mimi natamani niwe pati ya Umoja wa Mataifa, naweza nikasema sasa kwamba kwa vijana wanaonisikiliza kwa siku ya leo, wasikate tamaa. Yani usikate tamaa kama kweli una nia ya kufanya kazi na Umoja wa Mataifa au wapi. Inaweza ikawa ni Umoja wa Mataifa au ikawa nje ya Umoja wa Mataifa. Kikubwa ni kwamba usikate tamaa, lakini pia uwe na imani ya yale mambo unayoyafanya. Hata kama umepitia changamoto, jua kwamba hizi changamoto ni mchakato wa kukufanya wewe uwe pale. Kwa hiyo kwa mfano mimi ningeweza kukata tamaa kipindi kile, pengine nisingeweza kuja huku kupata hii nafasi ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo na ni challenge kubwa au ni changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana. Tunakuwa tunataka kuanza kitu kwa haraka, lakini tunapokumbana na changamoto bila kurudi nyuma na kureflect au kutafakari na kuangalia, tunakata tamaa, tunasema hii haiwezekani. Na kumbe inawezekana. Na kumbe inawezekana. Mimi niwe mkweli, ni moja ya ushuhuda mzuri ambao naweza nikasema naweza nikawa ni mfano kwamba na mimi bila connection, wanasema connection au kujuana, mtu wa kukushika mkono. Kwa hiyo ni wewe na Mungu wako na juhudi zako. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana.